wanafunzi na jamii kwa ujumla. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akiishi kwa furaha na kujisahau katika shughuli zake za duniani. Siku moja alisikia mawaidha kuhusu kifo na akakumbushwa kuwa kila nafsi itaonja umauti. Lakini pamoja na kusikia mawaidha hayo, aliendelea kuchelewesha kutubu na kufanya mema. Muda ulipopita na siku ambayo Allah alikuwa amekadiria ikafika, malaika mtoa roho akaja kwa amri ya Mwenyezi Mungu ili kutekeleza jukumu lake. Mtu huyo akatamani apewe muda zaidi wa kuswali, kutubu na kufanya mema, lakini wakati wake ulikuwa umefika. Hapo akatambua kuwa mali, cheo, umaarufu, marafiki haviwezi kuzuia kifo. Kilichobaki ni matendo yaliyofanywa akiwa duniani. Funzo la kisa hiki: kifo hakichagui ukubwa wala udogo. Mwanafunzi anatakiwa kutumia ujana wake katika elimu na ibada. Tusicheleweshe kutubu na kufanya mema. Swala ni nguzo muhimu ya maisha ya Muislamu. Kila siku tujiandae kwa kukutana na Mola wetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kila nafsi itaonja umauti, na hakika siku ya Kiyama. Al-Imrani aya ya 185. Hitimisho: ewe mwanafunzi, jitahidi katika masomo yako, dumisha swala zako, waheshimu wazazi na walimu, na mfanye mema kila siku. Hatujui siku gani tutaitwa na Mola wetu, hivyo tujiandae kwa matendo mema. Mwanafunzi, Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema na atujalie miongoni mwa watu wa peponi. Amin. Usisahau kutufollow Makolela Media YouTube. Mawaidha kwa wanafunzi na Madrasatul Madina.